Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unayefuatilia mafundisho katika chaneli hii ya Mikono ya Kristo kupitia kipindi hiki cha Neno la Maarifa. Leo taenda kuomba maombi ya kuharibu silaha za adui zisiweze kukushambulia. Kwa nini silaha za adui? Tunaenda kuomba maombi ya kuharibu silaha ili kwamba adui asiweze kutushambulia. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Nabii Isaya. Nabii Isaya sura ya 54 na ile aya ya 17 anasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Na ndo maana tuna kila sababu ya kwenda mbele za Bwana kuziharibu, na ndo maana anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kuna silaha ngapi ambayo adui anazituma kwako na zinakushambulia? Yamkini unaweza ukapitia changamoto nyingi, maana kwamba adui amekushambulia, lakini hizo silaha ambazo adui amezitumia kukushambulia hujaziharibu, hujaziangamiza. Neno la Mungu linasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Sasa kwa nini imefanikiwa? Maana kwamba hujasimama kuomba, hujasimama kukemea hiyo silaha, hujasimama kuiharibu hiyo silaha. Na anasema na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Kuna maneno mangapi ambayo yametamkwa? Kuna ndimi ngapi ambazo zimetamkwa? Ametamka nini? Kitu gani amekitamka? Amekutamkia nini mabaya? Lakini Bwana anasema katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Lazima kwenda mbele za Bwana, kwamba Bwana umesema katika neno lako kwamba kila ulimi utakaoinuka juu yangu katika hukumu nitahukumu kuwa mkosa. Unaenda mbele za Bwana kwenda kuzihukumu hizo ndimi. Haijalishi ni wachawi wametamka nini, haijalishi waganga wamenena nini, haijalishi ni kitu gani kilichotamkwa kwenye ulimwengu wa giza ili kwamba kiweze kukupata, kiweze kukushambulia. Bwana anasema katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Maana yake kwamba tuna kila sababu ya kwenda kuomba maombi ya kuharibu hizo silaha. Sijui mimi ni silaha gani ambayo adui anayoitumia kukushambulia wewe. Na ukiendelea kusoma anasema hivi, anasema huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Sikiliza, huu ni urithi. Ukisikia habari ya urithi, maana yake kwamba urithi kwa maana yake ni haki yako, ni haki yako. Natamani sasa kwenda mbele za Bwana, natamani kwenda mbele za Bwana, kwenda kuomba haya maombi ya kuharibu hizo silaha. Hebu andaa moyo wako mpendwa sasa. Mimi sijui adui anakushambulia nini. Saa zingine anashambulia kwenye eneo la ndoa, saa zingine anashambulia kwenye uchumi wako, saa zingine anashambulia kwenye afya yako. Maana yake kwamba hizo silaha zake zinakushambulia na tayari zimeshafanikiwa kwa sababu tu hukuzikemea. Lakini Mungu anakuahidia, huu ni urithi, huu ni urithi wa watumishi wa Bwana. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa sababu gani? Umeenda mbele za Bwana, umeomba, umekemea, na hizo silaha zote zinaenda kuteketea kwa Bwana. Basi hebu andaa moyo wako sasa, twende mbele za Bwana. Amini kabisa hizo silaha, sijui adui alituma kombora gani. Hebu amini tu kwamba hizo silaha leo zinaenda kuangamia kwa jina la Yesu, zinaenda kuteketea kwa jina la Yesu. Na hizo ndimi ambazo zilikuwa zimekutamkia mabaya, walikuwa wametamka laana, walikuwa wametamka kufeli, walikuwa wametamka kushindwa, zinaenda kuhukumiwa kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi, ile Zaburi ya 33 na ile aya 10, la Mungu anasema Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatengua makusudi ya watu. Tunaenda kubatilisha na kutengua hizo silaha zote na hayo maneno yote ambayo adui alikuwa ameachilia.
Sema, ee Bwana Yesu, ninakushukuru hata kwa ajili ya haya maombi takaenda kuyaomba, maombi ya kuharibu silaha za adui zisiweze kunishambulia. Bwana Yesu, nakualika sasa, karibu kanipiganie, karibu kanitetee, karibu kanishindie, kwa kuwa vita si ya kwangu, bali vita ni ya kwako. Karibu Bwana Yesu. Ninainua sasa nafsi yangu, ninainua moyo wangu sasa kwako, ninakuinulia wewe uweze kunisaidia na kunipigania. Asante Yesu, sifa kwako Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa upendo wako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya muda huna sasa Bwana. Baba, nawakabidhi watumishi wako kwako muda huna sasa Bwana. Nawakabidhi kwako Bwana juu ya haya maombi ya kuharibu silaha za adui zisiweze kuwashambulia watumishi wako. Yamkini kuna mtu mmoja ameshambuliwa, eza kwenye eneo la ndoa, eza kwenye eneo la uchumi, eza kwenye afya, eza kwenye uzao. Baba, sijui adui amemshambulia katika eneo gani. Baba, kwa neno lako sasa, neno lako Mungu nasema katika kitabu cha nabii Isaya 54 aya ya 17, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Baba, tunaharibu hizo silaha sasa, tunaziharibu na kuziteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Baba, tunatuma damu Yesu Kristo na wakamshinda kwa damu na kondoo. Tunaituma sasa damu Yesu Kristo ikaharibu hizo silaha zote. Ni silaha gani ambazo zilikuwa zimeachiwa juu ya mtumishi wako? Baba, wewe unajua ni silaha gani. Tunatuma damu Yesu Kristo, tunatuma damu Yesu Kristo ikangamize silaha, hao mapepo, miungu, mizimu, kila roho yote ambayo imetumwa kwa ajili ya kumshambulia mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, achilia nguvu na uweza, achilia nguvu na uweza. Yes, hizo silaha zikangamie sasa, zikateketee kwa moto wa Roho Mtakatifu, zikateketee kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kila silaha yote itakayoinuka juu yako haitafanikiwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa neno lako Bwana, kwa neno lako Bwana, nalituma sasa neno lako. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao. Neno la Bwana ni kama moto, ni kama nyundo livunjalo mawe vipande vipande, vipande vipande. Neno la Bwana ni kama moto, ni kama nyundo livunjalo mawe vipande vipande. Baba, kwa neno lako likaharibu sasa, likateketeze hizo silaha zote, hizo silaha zote zilizoelekezwa kwa baba huyo, zilizoelekezwa kwa mama huyo, zilizoelekezwa kwa binti huyo, zilizoelekezwa kwa kijana huyo. Hizo silaha zote tunaziangamiza sasa, tunaziteketeza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Huo ni ulisi wa watumishi wa Bwana, huo ni ulisi wa watumishi wa Bwana. Baba, tunasimama mbele zako, tunasimama kikamilifu, muda huna sasa Bwana. Ninatamka sasa kwa jina la Yesu Kristo, hizo silaha Baba, mimi sijui ni silaha gani ambazo zimeelekezwa kwa watumishi wako, ni silaha gani ambazo zimeelekezwa kwa watumishi wako. Ni silaha za magonjwa, mapepo, miungu, mizimu, shida, tabu, laana. Baba, tunaziharibu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Sijui ndimi gani ambazo zilitamkwa, kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kwa mkosa. Baba, sijui walimtamkia nini huyo baba, huyo binti, huyo kijana. Sijui mtamkia kitu gani katika ulimwengu wa giza. Katika ulimwengu wa giza sijui litamka nini. Ninachojua tu Bwana, ninachojua tu, na hukumu sasa hizo ndimi zote, ninazihukumu kwa mkosa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu ali hai. Nazihukumu hizo ndimi, nazihukumu hizo ndimi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Natuma damu Yesu Kristo, natuma damu Yesu Kristo, natuma damu Yesu Kristo. Itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa. Kila silaha yote itakayoinuka juu yako, katika jina la Yesu Kristo haitafanikiwa, haitafanikiwa, haitafanikiwa. Naharibu hizo silaha zote
zote, ninaharibu hizo silaha zote, ninaziteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu, zikateketee, 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 zikateketee. Yesu, nguvu ya Bwana ikaharibu sasa hizo silaha za adui, zikaharibike, zikaangamie zote, zikaangamie zote katika jina la Yesu Kristo. Damu Yesu ikafute sasa hayo maneno yote aliyotamkiwa mtumishi wako. Nayafuta kwa damu Yesu Kristo. Aliyotamka laana, ninafuta kwa damu Yesu Kristo. Aliyotamka magonjwa, ninafuta kwa damu Yesu Kristo. Aliyotamka kushindwa, ninafuta kwa damu Yesu Kristo. Kila ulimi yote, kila ulimi yote, kila ulimi yote utakayoinuka juu yako katika hukumu, utahukumu kwa mkosa. Baba, ninafuta uhalali wao, ninafuta uhalali wao, ninaondoa, ninafuta kwa damu Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo. Damu Yesu Kristo itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa. Yesu ikaharibu hizo silaha za madoi, silaha za madoi, silaha za kuzimu, za kichawi, za kiganga, za kishirikina, zikangamie katika jina la Yesu. Yes, damu Yesu Kristo. Damu Yesu itembee sasa. Itembee damu Yesu. Itembee damu Yesu. Itembee damu Yesu. Ikaharibu kila silaha, kwa kuwa huu ni ulisi, huu ni ulisi, huu ni ulisi wa watumishi wa Bwana, wa watumishi wa Bwana, wa watumishi wa Bwana. Hizo silaha za kipepo, silaha za kuzimu, silaha za kichawi, zikaangamie, zikateketee, zikakutana moto wa Roho Mtakatifu. Mungu wetu ni kama moto, Mungu wetu ni kama moto. Yesu wakutana nguvu ya Bwana, wakutana nguvu ya Bwana. Silaha zote zikaangamie, zikateketee katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Baba, asante kwa wema wako. Asante Bwana kwa kuangamiza na kuharibu hizo silaha zote, kuharibu silaha zote ambazo adui alikuwa ameachilia kwa watumishi wako, ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Baba, asante kwa wema wako. Tunakushukuru kwa matendo yako makuu. Asante kwa uaminifu wako. Asante Bwana, asante Bwana. Tunakurudishia sifa na utukufu wako Baba. Asante. Basi wewe ambaye umefuatilia haya maombi, nikushauri endelea kuomba haya maombi. Saa zingine unaweza kawa umeshambuliwa, kuna silaha ya adui ambayo imeelekezwa kwako, ukajikuta unapitia katika wakati mgumu. Basi hebu omba tu haya maombi. Omba haya maombi. Mimi nimekuanzishia tu ili kwamba uendelee kuomba. Lengo la kuomba haya maombi ni kukuanzishia ili basi wewe uendelee kuomba kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Lakini usisahau kutumia neno la Bwana, kitabu cha nabii Isaya 54:17, kwa sababu hilo ni neno ambalo Bwana ametuahidia. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Maana kwamba ikifanikiwa ni uzembe wako kuomba. Ikifanikiwa maana kwamba hujaenda mbele za Bwana kwa kumaanisha. Basi nikutakie usikilizaji na ufuatiliaji mwema katika kipindi kingine kinachofuata. Endelea kutufuatilia katika chaneli yetu ya Mikono ya Kristo. Amen.